soko ni Mheshimiwa Diwani Manispaa ya Kahama, Mheshimiwa Shida Zakaria Soko. Mheshimiwa Rais wa TFF, karibu sana Kahama. Mimi nilikuwa nakuona kwenye TV. Leo nimekuona live, karibu sana. Mimi hapa nimesimama, Mheshimiwa Rais, uwanja unapojengwa ndio kwenye kata yangu. Huo uwanja ule nyuma yako hapo unajengwa kwenye kata yangu ya Majengo. Karibu sana Majengo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba tu ya Mheshimiwa madiwani wa Manispaa ya Kahama, ninakuomba sana kile kituo cha watoto akademi ya mpira ya Buzwagi, ninakuomba sana kwa niaba ya Mheshimiwa madiwani utupitishie na Kahama tupate fursa ya kupata watoto wetu ili tupate wakina Samata ndani ya Manispaa yetu ya Kahama. Ninajua uwezo wako, huruma yako, ufanisi wako kwenye michezo. Ninaamini Kahama utaipa nafasi kubwa na kuipendelea kama ulivyoipendelea Tanga. Ninajua Kahama ni sehemu za kurusha pita na zamani. Karibu sana. Pili, nimpongeze sana kutupa kiongozi wa kitaifa ndugu yangu Mufti. Hii ni chachu, ninaamini kwa ubunifu wa Mufti akishirikiana na viongozi wa mpira wilaya ya Kahama pamoja na mkoa, tunaamini mwaka huu hautaisha tutakuwa tumenunua timu, kwa sababu uwezo tunao, nia tunao ya kuwa na timu yetu ya daraja la kwanza wilaya ya Kahama. Asante sana, Mungu akubariki. Kwa jina naitwa Patrick Maona, ni mdau wa michezo katika wilaya ya Kahama, lakini vile ni mheshimiwa diwani wa kata ya Segese, halmashauri ya Msalala. Ndugu mwandishi, kwanza nitoe shukrani kwa Rais wa TFF Bwana Wallace Karia kwa kuweza kutufikia sisi wana Kahama ambao ni moja ya wilaya kubwa sana ambayo ina wakazi wengi. Tuna vijana, 60% ya wananchi wanaokaa katika wilaya ya Kahama ni vijana. Sasa ujio wa Mheshimiwa Rais wa Shirikisho la Michezo umetufungulia fursa, kwa maana sisi wadau ni vitu vingi ambavyo tumejifunza na tumepokea mambo mengi. Lakini pamoja na hilo, mimi kama mdau, baada ya kupata taarifa ya kwamba kuna ujio wa Mheshimiwa Rais na mkutano mkuu wa Shirikisho la Michezo Tanzania kufanyika katika mkoa wetu katika wilaya ya Kahama, ni jambo la kihistoria. Sasa kupitia fursa ya ugeni huo, mimi kama mdau nikaona la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaandaa mechi katika uwanja wetu wa Kahama, ambao kuna timu ambazo ni mahasimu wa muda mrefu, kwa maana Mission FC pamoja na Mabasi. Sasa nikaona ni jambo la msingi, gharama zote ambazo zinahitaji maandalizi ya timu zote mbili, gharama za kuendesha mechi hizo, nikaamua kuzilipia mimi kupitia kampuni ya Maona Transport, kampuni inayojishughulisha na usafirishaji wa abiria. Sasa nimefanya hivyo kwa sababu gani? Naangalia vijana wengi pamoja na wadau, kwa sababu tumepata, wanasema mgeni akija mwenyeji upone. Kwa hiyo tukaona ni jambo la msingi tumkaribishe kiongozi wetu wa kitaifa katika swala la burudani, kwa kuwaita wananchi wote waingie bure bila kujali ya kwamba huyu ametoka wapi. Manake ni kwamba Shirikisho la Mchezo la mkoa, wilaya, pamoja na kiongozi wetu Bwana Azan Mufti, ambaye nafikiri ameitendea nafasi yake vizuri, tumeona tumuunge mkono. Lakini rasmi atakuwa yeye mwenyewe rais wa Shirikisho la Michezo. Pindi watakapokuja kuna mambo ya kujifunza, na baada ya kikao hiki nimefurahi sana rais kwa yale ambayo wametueleza, katupa ushauri jinsi ya ule uwanja ambao umepangwa na Manispaa ya Kahama kujenga, ambao umetoka makisio ya kujenga viti 7,000 mpaka 15,000. Maana tayari uwanja ukijengwa wa kisasa kwa design ya Olympic. Maana tunaposema Olympic maana yake viwanja vingi vimewekwa mle ndani. Sasa kama uwanja ule utajengwa, maana yake utasaidia michezo mingi. Michezo mingi inaweza kufanyika, ukizingatia wilaya ya Kahama ni zao la michezo katika mkoa wa Shinyanga na taifa kwa ujumla. Majina naitwa Lukola Mkomwa, ni afisa michezo kama Manispaa, lakini pia ni mratibu wa shughuli hii ama kikao hiki. Kiukweli, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu
lakini pia namshukuru mkurugenzi wangu wa manispaa ya Kahama ndugu Masudi Kibetu, na ninawashukuru pia viongozi wa TFF akiwepo rais wa TFF. Nafikiri wamekidhi kiu ya wanakahama kuhusiana na michezo, kwa sababu kiu yetu kubwa ilikuwa ni kuona namna gani tunapata uwanja, lakini namna gani tunapata kituo ambacho kitasaidia vipaji vya vijana wetu, maana tuna vipaji vingi sana. Tukiwa kama wanakahama, sisi ni mashahidi, tuna vipaji vingi, lakini mwendelezo wake kidogo unakuwa ni duni. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa TFF ndugu Wallace Karia kukubali kuweka kituo katika manispaa ya Kahama, ambacho kituo hicho kitakuwa ni kikubwa kama alivyosema kwamba kwa Tanzania vitakuwa vituo viwili vya saizi ya kati, kwa maana ya Kigamboni na Kahama, lakini kwa level ya kitaifa na kimataifa. Wadau wa michezo tunatakiwa kuendeleza mshikamano, tunatakiwa kuendeleza umoja, yaani tuondoe tofauti ili tuweze kushikamana pamoja na kufanya vitu vya maendeleo ya kimichezo. Kama rais alivyotuamini akatuletea kituo, kama mkurugenzi alivyotuamini na upendo wake ili aweze kutujengea uwanja wa kisasa, basi na sisi tuonyeshe upendo ule kwa kushikamana, lakini inapohitajika support hata kama ni ya mawazo, kama kwenye vikao tukiitwa, basi tuhudhurie, kwa sababu tunategemea sana michango yao ya mawazo ili kuweza kuboresha na kufanya vitu vizuri ambavyo vitakuwa kwa faida ya wanakahama, lakini faida ya taifa kwa ujumla. Nimeona kuna taarifa ya ujenzi wa kiwanja, niwapongeze kwa hilo na najua mtaweza kujenga. Isipokuwa tu nilisema tusifanye majadiliano kwa sababu bado kuna vitu vingi tutataka watakaa. Wanasema ni wataalamu. Tukitoka TFF na utaalamu mwingi tu, na mimi ninavyofanya kazi sasa hivi mimi pia naweza nikazungumza kama kocha, ingawa sio kocha. Oscar katibu wangu ni kocha, anajua, lakini huu uwanja bado tunahitaji tukae tuangalie, ili tutakapojenga tusiujenge baada ya miaka 5 unaonekana kwamba umepitwa na wakati. Nataka ujengwe ili uweze kukizi vile vitu vipi ambavyo vinahitajika. Kwa hiyo tunapoona kwamba hata marekebisho kama yatafanyika hayo madogo sana, isiwe ni sehemu kubwa. Kwa hiyo nitamwachia katibu wangu, atakaa na hiyo michoro, atatoa ushauri, na mimi pia nitaangalia, nitatoa ushauri katika zile sehemu ambazo naweza kutolea ili tuweze kufika. Na hiyo pendekezo la kufikisha watu 15,000 ni jambo jema. Nafikiria kwamba limeutendea haki mkoa wa Shinyanga, lakini kwa wilaya Kahama, kwa sababu kuna uwanja mwingine huko Kambarage kule, lakini tukipata tena kama anavyosema mzee wangu kwamba kuna halmashauri 3, mimi najua ziko halmashauri 3. Hata wakati zinagawanywa kuwa 3, wale wakurugenzi wa kwanza mimi tulipata uteuzi pamoja. Mimi ni mkurugenzi mstaafu wa halmashauri hizi, kwa hiyo nafahamu kwamba kulikuwa na Ushetu, kuna Msalala na hii Kahama mjini hapa. Na wazo la dada yangu Jovina, ombe la mkoa wa kisoka linaweza likafikiriwa, lakini kwanza tuangalie, je, ni timu ngapi zinazocheza ligi ya hii wilaya ambayo bado imekuwa mkoa wa kisoka? Kwa sababu sisi tukasema mkoa wa kisoka alafu tukakuta Mshetu huko hazifiki hata timu 10 kama kanuni inavyotaka. Angalau ili uwe wilaya ya kisoka, angalau ucheze ligi isiyopungua timu 10 angalau. Je, Salala ipo, Ushetu ipo, na Kahama mjini ipo, na hizo activities zipo? Kwa sababu
Mimi kwa mkoa wa Shinyanga ni mkoa ambao uko vizuri kabisa kijiografia. Kutoka hapa kwenda kucheza Shinyanga mjini au watu wa Shinyanga waje wacheze ligi hapa ni sehemu ndogo sana ukilinganisha na mikoa mingine. Kwa hiyo tuliyosema tunakushukuru sana sana sana, lakini kuna mwingine tutakusaidia. Sasa mimi kwa niaba nafikiri ulishasema kio changu haijage ufanye usajili wa kupata watu wanaotaka nini, kozi ya nini, ya ukocha. Mwezi wa 4 tutafanya kozi ya ukocha hapa Kahama. Na gharama zote karibu wapatikane watu katika wilaya yetu wanaotaka ukocha watafanyiwa hapa. Mwezi wa 4 tarehe 1 taijage hakikisha swala linakuwa mpaka tarehe mwezi wa 3 kwenye tarehe 20 tuletea majina. Naomba katibu tusaidie kupata watu waje tusaidie hapa. Lakini la pili, Mheshimiwa Rais, niwaombe watu wa halmashauri mfanye haraka sana ili jambo tunasema andika hiyo ni bahati nzuri sana. Mheshimiwa Rais anafahamu tumeshapata mdau mwingine ambaye tutasaidiana naye pale katika kituo chetu, jambo ameshajitolea tutakuwa naye. Lakini nakushukuru kwa dhati sana Mheshimiwa Rais, na mimi naomba tumwandae hiyo rasimu mnipe hapo, mimi nitaipeleka kwa katibu na kwa rais, mtakaa pale miongoni mwao, kama kukesha tawaleteeni pepa imeshakuwasaidiwa mara moja. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maneno mazuri, walikuwa hawa watu wana hamu sana kukusikia. Mungu akubariki sana. Sisi wana Kahama tunakuhitaji sana, na michezo mkoa wa Shinyanga wanakupenda sana, na tuna imani sasa Mheshimiwa Rais, kama tulivyokuomba, pamoja na kuwa wewe mpira wa Tanzania watu wote wanakutegemea, lakini nimeteta na wewe kwenye gari, nimesema Shinyanga kwamba wewe bana, sisi tutaomba utakuwa mlezi wetu na tutamtafutia nyumba hapa, tutakuwa naye Mheshimiwa Rais kwa muda mrefu sana. Asante sana kwa kusikiliza.